Kundi la G55 watoa kauli kutosaini kanuni kumeua ndoto zetu. Aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki mawasiliano mambo ya nje wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mrema akiwa jijini Dar es Salaam kwa niaba ya wafuasi wenzake wa kundi la G55 ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema amesema kitendo cha Chadema kutosaini kanuni za maadili ya uchaguzi kumekatisha ndoto za watu wengi waliojiandaa kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. John Mrema amesema tulipowashauri Chadema kusaini kanuni za maadili tulikuwa tunafahamu madhara ya kutosaini kanuni za maadili kwa sababu kundi la G55 linaundwa na watu ambao wamewahi kugombea ubunge nchini na wengine wamewahi kuwa wabunge kwa muda wa miaka 15 na wapo G55. Kwa hiyo wametunga sheria na wanafahamu kanuni za maadili. Kwa hiyo sio kundi la watu ambao wanasema bila kuwa na ufahamu au uelewa. Jana nimemsikia msaidizi mmoja wa kiongozi wa kitaifa Bwana Odelo ameanzisha naye mchango, anasema anataka kwenda mahakamani kupinga kanuni za mwanasheria mkuu wa chama. Alipoulizwa mtaenda mahakamani ya kujibu hilo swali kwa sababu anajua kwenda mahakamani ni baada ya uchaguzi. Wameua ndoto na sasa wanajaribu kutafuta namna ya kujilezesha kwenye misingi. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki mawasiliano mambo ya nje ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mrema akiwa jijini Dar es Salaam kwa niaba ya wafuasi wenzake wa kundi la G55 ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema amesema kitendo cha Chadema kutosaini kanuni za maadili ya uchaguzi kumekatisha ndoto za watu wengi waliojiandaa kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Na hatimaye Dorothy Semu achukua fomu ya kugombea urais. Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Semu amechukua fomu ya kuomba kuteuliwa kuwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha ACT Wazalendo. Dorothy Semu amekabidhiwa fomu hiyo na katibu organization mafunzo na uchaguzi wa chama cha ACT Wazalendo Sheujii Mketo katika ofisi ya makao makuu ya ACT Wazalendo zilizopo jijini Dar es Salaam. Akiongea baada ya kukabidhiwa fomu hiyo, Dorothy Semu amesema, nimechukua fomu hii kama ishara ya utayari wangu wa kumkabidhi rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan wa Chama cha Mapinduzi CCM kwa sababu wameshindwa kuendesha nchi hii na kuwakomboa Watanzania kiuchumi, kisiasa na kijamii. Dorothy Semu ameendelea kusema kuwa nimechukua fomu kama ishara ya utayari wangu wa kuongoza mapambano, kulinda thamani ya kula na misingi ya kidemokrasia nchini. Dorothy Semu amesema atatoa dira na maono yake yaliyomsukuma kuchukua fomu kupitia hotuba kwa taifa atakayoitoa siku ya kurudisha fomu hii atakayoitangaza hivi karibuni. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Semu amechukua fomu ya kuomba kuteuliwa kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha ACT Wazalendo. Dorothy Semu amekabidhiwa fomu hiyo na katibu organization mafunzo na uchaguzi wa chama cha ACT Wazalendo Sheujii Mketo katika ofisi ya makao makuu ya ACT Wazalendo zilizopo Dar es Salaam. Askofu atoa kauli uchaguzi wa mwaka 2025 huwe huru na haki na usifanane na chaguzi zilizopita. Askofu wa Dayosisi ya Kaskazini wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Daktari Fredrick Shaw amewataka wenye mamlaka ya kusimamia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuhakikisha wanasimamia vizuri uchaguzi uwe huru na haki na pia wasikilize sauti za wananchi na viongozi wa dini pamoja na wadau wengine wanaotakia mema Tanzania ili uchaguzi usifanane na chaguzi zilizopita. Akitoa salamu za ujumbe wa Pasaka katika kanisa kuu la shirika la Moshi mjini, Askofu Shaw amesema Mungu ametupa nchi nzuri sana ya Tanzania. Tuipende nchi yetu, kila mmoja ajitoe kuona Tanzania yetu imekuwa mahali salama na kuwa mahali ambapo kila mtu atakaa na kufurahia na kujivunia kwamba tuna nchi nzuri. Tuwe na hofu ya Mungu katika maamuzi tunayoyatoa. Huu ni mwaka wa uchaguzi, tuna wajibu wa kuchagua viongozi kwa uhuru na haki, viongozi ambao watatupeleka mbele kama nchi. Hivyo kama ambavyo viongozi wa dini tumetoa wito wa Tanzania kushiriki uchaguzi,
tumetoa wito kwamba akina wajibu huu raia kuchagua viongozi wanaowataka, isiingiliwe na mamlaka yoyote. Askofu ameendelea kusema kuwa tunaomba sana uchaguzi huu usifanane na chaguzi zingine zilizopita, ule wa mwaka 2019 na 2020, uliofanyika mwaka jana mwaka 2024. Hatutaki kuona yale yaliyotokea katika chaguzi zilizopitwa yanajirudia tena. Tunaomba wenye mamlaka kusimamia uchaguzi huu, sikilizeni sauti za wananchi, sikilizeni sauti za viongozi wa dini na wadau wengine wanaoitakia nchi hii mambo mema. Askofu ameendelea na kusema kuwa msizibe masikio, pia na waomba kuwa muheshimu sana jeshi la polisi. Polisi wetu tunawapenda sana na tunawategemea sana kwa jambo la ulinzi. Ni waombe katika uchaguzi huu msikubali kuwatumia hawa maslahi ya watu ambao hawaitakii nchi mema. Mlitutaka tutoe ushauri, tutoe maoni. Tumetoa maoni yetu, heshimuni maoni ya Watanzania. Tutaendelea kusema mwenye kusikia na asikie. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye askofu wa Dayosisi Kaskazini Kanisa la Kiinjilisti la Kilutheri Tanzania KKKT Dr. Fred Kisho amewataka mamlaka ya kusimamia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuhakikisha wanasimamia uchaguzi vizuri ili uwe huru na haki. Pia wasikilize sauti za wananchi na viongozi wa dini pamoja na wadau wengine wanaoitakia mema Tanzania ili uchaguzi usifanane na chaguzi zilizopita. John Heche atoa kauli, tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amesema Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinaunga mkono tamko la viongozi wa dini waliolitoa wakati wa sikukuu za Pasaka na Eid, wakiunga mkono msimamo wa chama hicho wa kutaka mabadiliko yafanyike ili uchaguzi uwe huru na haki. Akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amesema tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini waliotoa wakati wa Pasaka, na tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini la shula la maimamu waliolitoa wakati wa Eid, wote wakiunga mkono msimamo kama wetu, wakisema mabadiliko yanahitajika katika nchi hii ili uchaguzi uwe huru na haki. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amesema chama hicho kinaunga mkono tamko la viongozi wa dini waliolitoa wakati wa Pasaka na Eid, wakiunga mkono msimamo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wa kutaka mabadiliko yafanyike ili uchaguzi uwe huru na haki. Hatimaye askofu atoa kauli, serikali na Chadema wamalize tofauti zao. Askofu wa kanisa la Anglikana Dayosisi ya Central Tanganyika DCT Dr. Dickson Chilongani ameiomba serikali ikae meza moja na viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ili wamalize tofauti zao kwa njia ya mazungumzo. Amesema mikwaruzano inayoendelea inawafanya Watanzania kutokuwa na furaha. Askofu Dickson Chilongani ametoa wito huo wakati akiongoza ibada ya misa takatifu ya Pasaka iliyofanyika katika kanisa kuu la Roho Mtakatifu jijini Dodoma. Askofu Chilongani ameendelea kusema kuwa tumesikia jinsi pamoja na kwamba nchi yetu haina vita, lakini watu wake hawana furaha. Sio wote, wengi hawana furaha, lakini wengine hawana furaha. Hata kama jarida ile hatuliwezi kuliamini moja kwa moja, lakini ukiangalia tu mapambano yanayoendelea kati ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na serikali hayaleti shalom. Askofu Chilongani ameendelea kusema kuwa mimi sisemi nani yupo sahihi na wala sisemi nani mkosaji, lakini ningeomba viongozi wa pande zote mbili wakae meza moja, wamalize tofauti zao kwa njia ya mazungumzo. Hili ni jambo muhimu sana ukizingatia kwamba wanachama wa vyama vyote viwili, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na Chama cha Mapinduzi CCM, ni raia wema. Askofu ameendelea kusema kuwa tuiombe serikali yetu pia pamoja na jitihada nzuri za rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan iongeze jitihada kuondoa kero nyingi zinazofanya Watanzania wasiwe na furaha au wawe na huzuni. Kero za ubadhirifu, ukiritimba, rushwa, na hasa hivi sasa mtu ukienda ofisi nyingi mtu anataja huduma hawezi kupewa huduma hadi aombwe fedha. Hii nayo ni kero zinazowafanya Watanzania
wawe na huzuni. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye askofu wa kanisa la Anglikana Diocese ya Central Tanganyika DCT Daktari Dickson Chilongani ameiomba serikali ikae meza moja na viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ili wamalize tofauti zao kwa njia ya mazungumzo, akisema mikwaruzano inayoendelea inawafanya Watanzania kutokuwa